Sasa leo nitazungumzia top 5 cryptos ambazo kila mtu anayependa kujifunza kuhusu cryptocurrency anapaswa kuzijua. So kama wewe ni beginner usijali, kwa sababu nitakuelezea kwa lugha rahisi kabisa. Na kama tayari unajua kuhusu crypto, video hii itakusaidia kuelewa kwa nini hizi coins ni muhimu sana kwenye dunia ya cryptocurrency sasa hivi. Kwa kifupi, crypto ni pesa ya kidijitali. Huwezi kuishika mkononi kama vile noti, lakini unaweza kuituma, kuipokea, kuihifadhi na kuitumia kwa njia ya kidijitali. Sasa swali ni, kati ya maelfu ya crypto zilizopo, zipi ni muhimu zaidi kuzijua? Sasa twende moja kwa moja. Namba moja ni Bitcoin. Yaani Bitcoin ndio crypto ya kwanza kabisa na ndio crypto maarufu zaidi duniani. Watu wengi wanaiona hii Bitcoin kama dhahabu ya kidijitali. Unaweza kuwa unajiuliza kwa nini? Sasa ni kwa sababu Bitcoin ina idadi maalumu tu. Yaani hazitokuja kuzidi zaidi ya Bitcoin milioni 21. Hiyo inafanya iwe adimu, na kitu kinapokuwa adimu watu wengi ukiona kina thamani. Bitcoin ilitengenezwa kwa ajili ya kusaidia watu kutumiana pesa bila kupitia benki kuu au taasisi yoyote ya katikati. Na ndio maana Bitcoin ni muhimu sana, kwa sababu ilifungua mlango wa dunia yote ya crypto. Lakini pia Bitcoin ina changamoto zake. Bei yake hupanda na kushuka sana, na wakati mwingine kutuma Bitcoin kunaweza kuwa na gharama kubwa kidogo. Lakini pamoja na hayo yote, Bitcoin bado ndio crypto kubwa na inayojulikana zaidi ya zote. Ukiacha kujulikana tu, Bitcoin ndio crypto ambayo ina thamani kubwa kuliko crypto zozote zile ambazo zipo sokoni kwa sasa. Crypto namba 2 ni Ethereum. Sasa Ethereum ni crypto ya pili maarufu sana duniani, lakini tofauti yake kubwa ni kwamba sio tu coin, Ethereum ni platform pia. Hii inamaanisha kwamba watu wanaweza kujenga applications juu ya Ethereum. Kwa mfano, applications za kifedha, smart contracts, NFTs na miradi mingine mingi ya kidijitali inaweza ikajengwa juu ya Ethereum. Na kitu kikubwa zaidi kuhusu Ethereum ni smart contracts. Sasa unaweza kuwa unajiuliza kwamba smart contracts ni kitu gani? Smart contracts ni makubaliano ya kidijitali ambayo yanaweza kufanya kazi yenyewe bila kuhitaji mtu yoyote wa katikati. Na hiyo ndio imefanya Ethereum kuwa muhimu sana kwenye dunia ya blockchain. Coin ya Ethereum inaitwa ETH, yani ETH. Na watu wengi wanaipenda sana Ethereum kwa sababu ina matumizi mengi sana. Changamoto kubwa kabisa ya Ethereum ni kwamba wakati mwingine transaction fees kwenye Ethereum huwa zinakuwa juu sana. Lakini bado ukiachana na yote hayo, Ethereum ni moja ya crypto muhimu sana duniani. Na Ethereum ukitofautisha na Bitcoin ni kwamba Ethereum founder wake, yani mwanzilishi wa Ethereum, anaitwa Vitalik Buterin na anafahamika, na sio kama Satoshi mwanzilishi wa Bitcoin ambaye hamna mtu anayefahamu kwamba Satoshi ni nani. Either ni mtu au ni kundi la watu au ni kampuni, no one knows. Lakini Ethereum mwanzilishi wake anafahamika. Watu wengi wanataka kuingia kwenye crypto, lakini tatizo ni kwamba wanaingia bila mwongozo sahihi. Utakuta watu wanafuata tu hype, au wanaingia kwa kuchelewa, au wanaogopa tu chat zikishuka, na mwisho wa siku wanaishia kuchanganyikiwa tu au kupoteza pesa. Na ukibaki hivyo, utaendelea kuona opportunities zinakupita kila siku. Yaani utaendelea tu kusema kwamba ningejua mapema, wakati wengine wana move faster kwa sababu wapo kwenye mazingira sahihi na wana taarifa sahihi kuhusu crypto. Sasa najua watu wengi sana hawaelewi kuhusu crypto, lakini wanatamani kujifunza kuhusu crypto. Wakiangalia tu hizi video za YouTube peke yake, unaona kabisa hizi video hazijitoshelezi zenyewe. Sasa na ndio maana nimeanzisha private crypto community yangu. Hii ni sehemu ya kujifunza, kupata guidance, kuona opportunities ambazo zipo kwenye crypto mapema na kukua kwa pamoja na watu wanaoichukulia crypto kwa uzito ambao crypto inao. Kwa hiyo sasa, kama upo serious na crypto na unataka kuacha kubahatisha, basi ni cheki kwenye namba yangu ya WhatsApp ambayo nitaiweka kwenye description au kwenye comment section hapo chini. Nitumie message nikuunge kwenye hii private crypto community ili uweze kujifunza na uwe miongoni mwa watu wanao win, sio wale wanao lose kila siku kwenye crypto. Crypto namba 3 ni Solana. Sasa Solana imekuwa maarufu sana kwa sababu ni ya haraka na mara nyingi gharama zake ni ndogo sana. Yaani ina transaction fees ambazo zipo chini sana ukilinganisha na Bitcoin na Ethereum. Hii Solana ni muhimu sana kwa watu wanataka kutumia crypto kwa transactions za haraka au kujenga applications za kisasa. Kwa maana kwenye Solana unaweza kujenga application juu ya Solana kama vile ilivyo Ethereum. Na Solana ni crypto ambayo imevutia developers wengi sana kwa sababu mtandao wake unaweza kushughulikia miamala mingi kwa wakati mmoja na kwa spidi kubwa kabisa. Na hiyo ndio maana watu wengi sana wanaiona Solana kama project kubwa ambayo ina future kubwa sana. Lakini pia ukitofautisha na Bitcoin na Ethereum, Solana imewahi kupata changamoto za kiufundi kwenye mtandao wake, yani technical errors. Pamoja na hayo yote, Solana bado imebaki kuwa moja ya cryptos zinazofuatiliwa sana duniani. Crypto namba 4 ni BNB.
Sasa BNB ni coin ambayo inahusiana sana na mfumo wa Binance, ambayo ni moja ya platforms kubwa zaidi duniani za kununua na kuuza cryptocurrencies. Nadhani watu wengi mtakuwa mnaifahamu, au kama tu hauifahamu basi ushai kuisikia Binance. Sasa BNB wakati ilianza kama coin kwa ajili tu ya kusaidia watu kupata punguzo la fees kwenye Binance. Lakini baadaye matumizi yake yamekuwa na yamekuwa makubwa zaidi. Leo hii coin ya BNB inatumika kama malipo ya fees, inatumika kulipia huduma mbalimbali ndani ya ecosystem ya Binance na matumizi mengine kwenye blockchain ya Binance na blockchain zingine of course. Kitu kizuri kabisa kuhusu BNB ni kwamba ina matumizi halisi ndani ya mfumo mkubwa ambao tayari una watu wengi, yani mfumo wa Binance. Na hicho tu ndicho kinachoipa BNB nguvu kubwa na nguvu ya kipekee ukilinganisha na coins zingine. Crypto namba 5 ni XRP. Sasa XRP ni crypto ambayo imejulikana sana kwa lengo lake la kusaidia malipo ya haraka, hasa malipo yale ya kuvuka mipaka, yani cross border payments. Kwa lugha rahisi, XRP inalenga kusaidia kutuma pesa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa haraka zaidi na kwa gharama ndogo zaidi ukilinganisha na gharama ambazo watu wanatumia kila siku wakituma pesa kupitia let's say banks. Na hili ni jambo kubwa sana kwa sababu mfumo wa kawaida wa kutuma pesa kimataifa mara nyingi huwa ni wa polepole sana na huwa ni ghali sana. Kwa sababu ukienda benki let's say unataka kutuma pesa kwenda nchi nyingine, hiyo pesa sometimes inaweza kuchukua siku 2 mpaka siku 3 na unaweza ukachajua gharama kubwa sana. Lakini ukitumia XRP hiyo pesa inafika muda huo huo, yani instantly, na pia kwa gharama ndogo sana. Na ndio maana watu wengi wanaona XRP kama project yenye matumizi ya kweli kwenye dunia ya fedha. Lakini pia XRP imekuwa kwenye mijadala mingi sana kwa sababu ya masuala ya sheria na usimamizi. Pamoja na hayo yote, XRP bado ni moja ya majina makubwa kabisa kwenye crypto. Kwa hiyo sasa hizo ndizo top 5 cryptos ambazo unapaswa kuzifahamu, yani Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB na XRP. Kila moja ina nguvu yake. Bitcoin ni kama dhahabu ya kidijitali, Ethereum ni platform ya smart contracts na apps, Solana inajulikana kwa speed na gharama ndogo, BNB ina nguvu kubwa sana kupitia ecosystem ya Binance, na XRP inalenga malipo ya haraka sana ya kimataifa. Sasa kitu muhimu cha kukumbuka ni kwamba sio kila crypto ni nzuri kwa kila mtu. Kabla ya kununua au kuwekeza kwenye crypto yoyote ile, ni muhimu kufanya utafiti wako mwenyewe, yani do your own research, because mimi hapa sio financial advisor na wala sio financial advisor wako. Nikimaanisha kwamba mimi sio mshauri wa fedha na wala sio mshauri wako wewe wa fedha. Kwa hiyo kama unataka ushauri wa kifedha, basi tafuta professional ambaye utamlipa na atakushauri kuhusu mambo ya fedha. Na usinunue coin kwa sababu tu umeona watu wanaizungumzia sana hiyo coin. Lazima uelewe kwamba hiyo coin inatatua tatizo gani, inatumiwa na nani na ina future gani. So kama umependa hii video, hakikisha umelike, umecomment down below na umesubscribe kwenye hii channel. Na pia niambie hapo chini kwenye comments kwamba kati ya hizi top 5 cryptos ambazo nimezongelea leo, je, ni ipi ambayo unaielewa na unaipenda zaidi, na ni ipi ambayo unataka nifanye video yake ya peke yake, yani kuchambua coin moja tu, either Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP au BNB. And with that being said, asante sana kwa kuangalia hii video ya leo na tutaonana kwenye video inayofuata.